Hujambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki, kinakujia kila siku ya Jumapili muda kama huu. Dakika 25 utakuwa nami katika mjadala wa leo. Karibu sana katika Mizani ya Wiki. Wiki hii mizani yetu inatua kwenye mkutano wa kwanza muhimu kati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa nchini. Mkutano uliobeba ujumbe maalum kwa taifa na dunia kwa ujumla. Katika hafla ya ufunguzi wa mwaka mpya wa mabalozi, yani diplomatic sheripati, ambapo Rais Samia ametangaza wazi na dunia tayari imesikia kuhusu dira yake ya kutumia awamu ya pili ya uongozi wake kurekebisha, kujenga upya na kulifanya taifa kuwa jipya. Mbele ya mabalozi hao, Rais aliwasilisha maono yake kuhusu Tanzania anayoitarajia, taifa lenye mshikamano, haki na fursa kwa wote. Katika hotuba yake aliyoisoma kwa lugha ya Kiingereza, Rais Samia alisisitiza baadhi ya hatua atakazozisimamia katika awamu hii mpya: kujenga taifa jipya, kuanzisha tume ya ukweli ya maridhiano itakayofungua njia ya mchakato wa katiba mpya, pamoja na kuanzishwa kwa wizara ya vijana ili kushughulikia changamoto na matarajio ya kundi kubwa hilo la vijana. Hata hivyo, Rais Samia aliomba radhi na kuahidi changamoto ya kukatika kwa mtandao internet kama ilivyojitokeza wakati wa uchaguzi kuwa haitojirudia na serikali inalifanyia kazi hilo. Tumsikilize Rais. Foster national healing, or in order to foster national healing, ili kuhakikisha tunalitibu taifa, nimechukua hatua zifuatazo. Moja, tumeanzisha wizara maalum ya vijana chini ya ofisi ya Rais, kujenga misingi ya kitaasisi kwa ajili ya kizazi chetu kijacho. Nimetoa msamaha kwa watuhumiwa 1787 wa vurugu za Oktoba 29 mwaka jana. Tatu, nimeunda tume huru kwa mujibu wa katiba yetu, na mwisho nimeahidi kuunda kamati ya maridhiano ya kweli ambayo itatupelekea kuendelea na mchakato wa katiba. Naam, leo katika Mizani ya Wiki tunapima uzito wa kauli hizi pamoja na maana yake kwa Tanzania na ujumbe wake kwa ujumla kwa jumuiya za kimataifa. Wageni wetu katika mjadala huu sasa, ninaye Deus Kibamba. Habari yako? Nakushukuru sana. Karibu sana katika Mizani ya Wiki. Kipindi pendwa kabisa. Asante sana. Ninaye Balozi Christopher Liundi, mwana diplomasia mstaafu, mtumishi huyu, na aliwahi kuwa mtangazaji Radio Tanzania. Karibu sana. Miaka mingi. Ninashukuru, nasema asante kwa fursa hii. Kwanza, kabla hatujaendelea zaidi, tupate maoni yenu kwa ujumla kuhusiana na kauli ama hotuba hii fupi ambayo ametoa Rais Samia. Kila mmoja achague katika eneo ambalo tuanze kwako Deus Kibamba, alafu utakuja kwa mwana diplomasia mstaafu. Mimi nashukuru kwa sababu nadhani kwamba kumekuwa na maendeleo. Ukitazama baada ya uchaguzi mkuu tarehe 29, ile ghafla tulikuwa tumepigwa butwa. Kwa hivyo utakuta matamshi yale ya viongozi wetu, hasa matamshi ya Mheshimiwa Rais, yameendelea kuboreshwa kila siku. Kutoka kusema walioandamana hawakuwa Watanzania mpaka hivi leo kule kuzungumza maneno ya busara hapa kwenye sheripati, akieleza kwamba kwa kweli anavyoona kunahitajika ipatikane tume ya ukweli na upatanishi. Ili ukweli uweze kujulikana. Lakini zaidi ya hilo, amezungumza pale kuhusu katiba mpya. Mimi nimefarijika sana kusikia habari ya katiba mpya, kwa sababu ukweli ni kwamba vurugu, nchi ambazo nimetembelea, vurugu nyingi hutokana na manunguniko kuongezeka, na manunguniko yanaweza yakatokana hasa kwa nchi zetu za Afrika. Katiba inakuwa mizani yake haina urari, mzani umelalia upande mmoja. Kwa hiyo wale watu ambao wana masononeko, unakuta kwa kweli lazima mgogoro uwepo, na kwenye utatuzi wa migogoro hatua hizi anazozieleza Mheshimiwa Rais ni hatua muhimu sana. Mimi hapa nilipo sana nasubiri tu utekelezaji. Lakini nimefarijika sana. Umefarijika sana. Kauli nzuri, ina maana Rais kajitokeza kuweza kuwafariji watu wengi. Kwako Balozi Liundi, mwana diplomasia mstaafu, kauli hii ambayo amezungumza Deus Kibamba kuhusiana na kujenga Tanzania mpya, lakini hapo ndani yake katika hotuba yake amesema mchakato wa kuanzisha tume ya maridhiano itakayokuja sasa na kuelekea kule kuwa na mchakato wa katiba mpya. Kwako umepokeaje? Mosi, kwanza naungana naye
kwa kawaida aliyetoa mwenzangu. Lakini pili, vile vile ukitazama katika ujumla wa yote yaliyozungumzwa na nia ya kikao kile au ya ile party ile Sheri party ni kawaida. Kwanza lazima nieleze kwamba katika ulimwengu wa diplomasia kwa kawaida rais huwa kila akipata nafasi, hasa mwanzoni mwa mwaka anapenda kukutana na mabalozi wengi wote. Sababu si rahisi kila mmoja kwenda kumuona mara kwa mara. Lakini hii inakuwa ni fursa ya pekee yake ya kuweza kuonana nao. Kwa hiyo la kwanza ni kuonana. Lakini la pili, inampa fursa rais mwenyewe kuwaeleza wao nini wanakusudia kufanya kama ramani hivi, lakini kusudi wao wajipange vile vile kwa namna gani na vipi wanaweza kuisaidia Tanzania. Tusisahau mara nyingi hii inakuwa kila mara mwanzo wa mwaka, na unajua bajeti zinavyoanza kufanywa katika nchi. Kwa hiyo hata balozi mwenyewe anapopeleka taarifa nyumbani kwake, ambaye bwana, unakumbuka alipokuwa Dr. Samia alipokuwa anazungumza hii, alisema habari ya vijana hii. Hivi jamani, kuna bajeti tu kidogo tukasaidia na sisi tuweze kuchangia. Ndio. Kwa hiyo ni nafasi nzuri sana kwa taifa kujieleza, lakini na vile vile taifa kufahamika katika vitendo vyake na malengo yake, na ni kipindi kizuri hasa kinafuatana na mambo ya bajeti ya nchi nyingi sana. Sawa. Rais Samia ameeleza, dunia imesikia, kwa sababu pale alikuwa anazungumza na dunia. Deus Kimamba, hasa mchakato wake huo wa kusema ataijenga Tanzania mpya kwa dhamira zati kabisa, na hasa kupitia huo mchakato ambao umesema. Tunazia hapi katika huo mchakato sasa kuelekea kwenye tume maridhiano na kuwa na kuelekea kwenye mchakato wa katiba mpya? Maneno kuntu, maneno yale ni kwa kweli ni mazuri. Sawa. Sasa umezungumza dhamira. Maneno tumeyasikia. Dhamira tunaisubiri. Dhamira huonekana. Lakini mara nyingi amekuwa akisisitiza, mara nyingi si mara kadhaa kusema tume maridhiano, mchakato wa katiba mpya. Hii sio mara kwanza kusema hivi. Ndio, lakini kama nilivyosema, maneno haya ya mwisho, haya maneno mapya yamekuja na upya wake. Sawa kabisa. Siku za nyuma ilionekana ramani iliyokuwepo ni kuunda kwa sababu siku za nyuma Rais Samia alikuwa ameahidi na CCM iliahidi kwamba kama watachaguliwa hatua inayofuatia katika siku 100 ni kuleta mezani ukamilishaji wa mchakato wa katiba mpya. Ilikuwa ni straightforward. Yes. Lakini matukio ya tarehe 29 Oktoba yamekuja kututafakarisha, yameleta ugumu kidogo hapa, yameleta ukakasi. Na kwa hivyo nikimtazama Mheshimiwa Rais anajaribu kuonyesha kwamba katika hali hiyo tunaweza tukatoka vipi. Unajua ndugu mtangazaji, kama yasingetokea matukio ya tarehe 29 Oktoba, hivi sasa tungekuwa kwenye mchakato wa maridhiano na mchakato wa kuzaa katiba mpya. Hivi sasa kwa ahadi ya CCM, kwa ahadi ya Mheshimiwa Rais kama mgombea, alisema katika siku 100 mambo haya yatakuwa yameanza. Sawa. Lakini sasa kumekuwa na ugumu wa namna ya kulianza hili jambo. Sasa wewe umeuliza tunaendea vipi? Mimi nafikiri kwa haraka tu moja kabisa itahitajika hiyo tume ya ukweli. Hii ni mara ya kwanza Mheshimiwa Rais anatamka tume ya ukweli na usuluhishi. Kizungu alichotumia pale kwa mabalozi, truth and reconciliation. Tume ya ukweli na maridhiano. Ndio. Sasa hiyo element ya ukweli hiyo Watanzania walikuwa wanaiulizia mara kwa mara sana. Alikuwa anaongelea maridhiano ambayo maridhiano yale ni ya kawaida kwa nchi ambayo haijapata tafrani kama ile ya 29 Oktoba. Sasa jana ameleta majibu ya maswali yaliyokuwa yanajitokeza. Kwa hiyo ndio maana nimesema hapa sasa ni kwenda mbele. Na kwenda mbele ndio ningependa nitoe ushauri wa aina mbili. Moja, tume hii ya ukweli ambapo mara kwanza umesema anatamka mwenyewe. Tume ya ukweli ameitamka hasa kwa mtindo huu aliotamka vizuri hivyo, kwa straightforward ni jana. Na nilikuwa nafikiri kwamba tume hii sasa ndio karata nzuri, tusikosee popote. Kwa hivyo tume hii inahitaji, tume hizi za namna hiyo kwa uzoefu wa huko wenzetu waliofanya, huwa zinahitaji vitu viwili vikubwa, na kimoja kimezidi kingine. Cha kwanza huwa kwa kweli ni kuaminika. Kabla ya utaalamu, kabla ya expertise, watu, yani kati ya mtu ambaye anaaminika lakini ana utaalamu kidogo
na mtu ambaye ana utaalamu sana ila haaminiki, watamtaka yule wa kwanza. Mtu ambaye anaaminika hata kama utaalamu wake ni kidogo, kwa sababu wanaamini utaalamu unaweza kutoka kwa wanaohojiwa, kwa Watanzania. Ila kama utakuwa huaminiki na utaalamu wako, watu watasema hawautaki. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri katika uundaji, na Mheshimiwa Rais nishamsikia siku nyingine anaahidi tena, anasema katika uundaji wa hizo timu na michakato ya maridhiano hakuna atakayeachwa. Nilimsikia alisema ushirikishaji utakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo hilo ni jambo la imani kubwa. Sawa sawa. Kwako Balozi Christopher Liundi, kuhusiana na haya aliyosema Deus Kibamba, anaamini kauli ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na hasa pale aliposema tume ya kweli ya maridhiano, na amefafanua vizuri na kueleza kwamba sasa tunaendaje huko. Kwako ushauri gani unatoa ili kufikia hiyo tume ya kweli ya maridhiano ambayo amesema? Ninachoweza kusema kwamba binadamu ni kauli. Binadamu ni kauli. Na lazima tutazame nyuma, kauli zipi ambazo rais wetu amewahi kuzitamka na zimetimizwa. Na watu wanaanza kuwa na imani na nguvu pale wanapoanza kuamini kwamba rais wetu akitamka kitu fulani anatimiza. Sasa hapa ningeweza kusema kwamba ni wajibu wetu kwa kweli, kwa kiasi kikubwa wa Tanzania lazima tuwe na imani kubwa na rais wetu, hivyo tutakavyokuwa, kwa sababu tusipofanya hivyo sisi wenyewe tunajiharibia. Kama tulivyojiharibia miundo yetu, tulikuwa na mabasi yetu tumeyagonga wenyewe, tumevuruga, alafu baadaye tunasema jamani, tunakaa muda mrefu tunasubiri. Lakini sivyo hivyo, ni kwamba rais alitamka na ametamka kwamba jamani, mimi natarajia haya na haya nitayafanya. Kwanza tumwamini, pili tukubali, tutengeneze na tujenge imani ambayo itatuwezesha kufika hapa ambapo rais atafanya. Ndio ujumla wetu, maafikiano yetu, kuelewana kwetu, ndivyo kunavyokwenda. Kwa hiyo mimi sina mashaka hata kidogo, kwa maoni yangu, kwamba katika kauli hii, na pale ni mahali pazuri, dunia imesikia. Pale ni mahali pazuri zaidi, kwa sababu dunia imeshasikia, na alitangaza rasmi kwamba sisi ni marafiki wa wote. Alisisitiza sana hilo, sisi ni marafiki wa wote. Alafu hatufungamani kokote. Alafu amezungumza kwamba ni taifa linalotaka kujenga, kusonga mbele. Ndio kusema kwamba amekwisha weka gia kwenye gari kwamba sasa tunasonga mbele. Sasa ndugu zangu, hebu tupishe kidogo kwenye nukuu, kwenye huo mkutano. Bado tuko kwenye huo mkutano kwanza, lakini sasa tufahamu mengine ambayo yametokea. Niko hapa kuwafahamisha yale ambayo yametokea, na wenzangu wakinisaidia kuleta hizi nukuu za Dr. Samia Suluhu Hassan. Bado tutabakia kwenye hotuba yake ile ile, na niye nitakuja kupata maoni yenu. Sasa nukuu ya kwanza anasema kuhusu diplomasia na dunia. Hapa rais anasema Tanzania itaendelea kuwa mshirika wa kuaminika katika kujenga amani, usalama na maendeleo ya dunia. Ile hotuba yake ambayo ameisoma kwa Kiingereza, najaribu kuhusu diplomasia ya kiuchumi. Diplomasia yetu inalenga matokeo, ajira, uwekezaji na maendeleo kwa Watanzania. Miongoni mwa nukuu hizi tuangalie nyingine ambayo ameisema Rais Dr. Samia katika mkutano ule ulikuwa ni muhimu sana. Sherehe muhimu inaitwa Sherry Party. Kuhusu ushiriki wa kimataifa, hakuna taifa linaloweza kusonga mbele peke yake katika dunia ya leo. Kuhusu taswira ya Tanzania, Tanzania ni nchi salama ya amani na inayokaribisha watu wote. Balozi, naona kuna kichwa uliposikia namna hii rais akisema maneno haya. Swala lingine ni kuhusu masuala ya vijana na mabadiliko ya uongozi. Anasema kuhusu masuala ya mabadiliko ya uongozi na masuala ya vijana, kazi yangu ni kuunganisha Watanzania na kujenga taifa lenye matumaini mapya. Anazungumzia kama amiri jeshi mkuu pale. Alafu kuhusu vijana ni nguvu kazi ya taifa na msingi wa maendeleo ya Tanzania ya kesho. Na hapa ndipo aliposisitiza kujenga kuunda ile wizara ya vijana. Hizi ni baadhi ya nukuu. Sasa tunaendelea na mjadala huu. Nimejaribu kuwapitisha katika nukuu ama yale maneno ambayo amesema rais katika hotuba yake. Ulikuwa ni mkutano muhimu sana kuieleza dunia. Dunia imeelezwa na imesikia. Sasa nipate kusikia mtazamo wenu katika haya baadhi ambayo
Nianze kwako balozi, na ulikuwa unatingisha kichwa uliposikia pale Tanzania ni salama, amani, wawekezaji karibuni. Maendeleo ya kwetu yanategemeana sana na ushirikiano mzuri wa wenzetu duniani. Sawa. Tukubali. Katika maendeleo wenzetu wametangulia, hasa nchi zingine za Ulaya na Marekani wametangulia sana katika mambo ya uchumi, teknolojia, sayansi na teknolojia. Na sisi tunafuata, tunataka kwenda. Lakini katika kwenda lazima tujifunze kutokana kwao. Sawa. Na katika kujifunza hiyo inatuweka mahali ambapo lazima kwanza tujiandae sisi wenyewe ndani vipi kiusalama, katika swala la kuandaa vijana wetu. Ndipo hapo ninapokuja kuona kwamba kumbe rais ameona mbali kidogo. Katika kuwashirikisha vijana na kuwaweka vijana na kuwapa na fursa ya namna yake kama alivyofanya sasa hivi. Nilishangaa sana yule kijana ameteuliwa karibuni tu. Amechemka, sijapata kuona. Mimi nimekuwa katibu mkuu wa vijana, lakini yule bwana akachemka. Kazunguka kenda sehemu mbalimbali. Wewe ulikuwa katibu mkuu wa vijana? Mimi nilikuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana watano. Watano. TYL. Kwa unachukua uzoefu wako ule na wa kijana wewe. Na nimezunguka nchi nzima, lakini huyu kijana kaanza mara moja. Naona kama anatimiza maelekezo ya wazee. Kamba bwana, yule hakwenda kozi yoyote kwamba bwana kozi ya waziri ni hii. Hakwenda kwenye kozi yoyote yule bwana. Yule kapanga mwenyewe kichwani, akaambia sasa hivi iliyobakia ni kazi, nimepewa mabuti na kwenda porini kufanya kazi. Sasa na mheshimu, nampenda kwa hilo. Kwa hiyo kuna hilo swala la vijana. Swala la vijana limekaa vizuri sana kwa kweli. Kama likishughulikiwa vizuri kwa nguvu zote na vijana wenyewe wakajituma, mimi naamini swala la ukombozi na kuweka nguvu za maendeleo mbele katika mabega ya vijana, kwa kweli itakuwa limekaa mahali pake. Sawa sawa. Bwana Deus, ulikuwa una hoja yoyote kuhusiana na hichi alichozungumza balozi? Amechukua nukuu moja pale, amezungumzia kuhusiana na kauli ya rais kuhusiana na uwekezaji na hasa kwa vijana na eneo ambalo amesema ni salama vile vile, na baada ya kuona umuhimu wa kufanya hivyo. Una jambo kuhusu vijana? Kuhusu vijana, mimi nilikuwa napongeza sana. Naona tumegundua kama taifa kwamba vijana wanaweza kawa ama ni lulu ya taifa ama ni bomu la taifa. Sasa naona mipango iliyopo sasa ni kugeuza vijana wasije wakawa bomu la taifa. 29 Oktoba na katumia nafasi ile kuieleza dunia. Ndio, 29 Oktoba ilionyesha vijana wasipokuwa guided vizuri wanaweza kuwa bomu kubwa la taifa. Lakini naungana na mheshimiwa balozi kwamba kwa kweli mipango iliyoko huko mbele inaonyesha mwanzo mzuri. Huu ni mwanzo mzuri. Jambo moja tunataka niongeze kuhusu vijana, kuna harakati wakati mwingine za kujisahau na kufikiri vijana tunaweza tukawasaidia kila kitu ikiwemo kufikiria. Sasa nilikuwa nadhani kwamba sisi wazee tufanye tuwezalo, tutengeneze mifumo, vijana wawe wanaongea yale walionayo rohoni, yale walionayo kichwani, na ile mifumo iwe inaweza kutap na kuweza kuyafikisha kwenye ngazi za maamuzi. Ikiwemo vijana wenyewe, tufungue meza ya maamuzi, vijana wengi zaidi waweze kuwepo kwenye meza. Na nafikiri njia nzuri ambayo serikali ilishaweka utaratibu mzuri kabisa, ila tunasuasua kwenye kutekeleza. Sheria tuliipeleka Dodoma, ikapitishwa sheria ya baraza la vijana la taifa. Siku za nyuma ilikuwa inaogopwa kwamba baraza la vijana litawaunganisha vijana, halafu wanaweza kawa na nguvu ya kutisha. Lakini ukweli ni kwamba kwa 29 Oktoba tumegundua vijana heri waungane, wawe na nguvu kubwa, tuwe tunaweza hata kuwapigia simu na kuwafikia, na tunajua wana uongozi kuliko wakiwa hawana uongozi. Kwa hivyo hili mimi nidhani niongeze kwenye hilo. Nililochukua mimi ni la ujenzi wa Tanzania mpya. Niliwahi kuzungumza kwenye mkutano ambao Mheshimiwa Rais Samia alikuwa ni mgeni rasmi pale JNICC kwamba mimi katika zile 4R moja, ile R moja nilikuwa nimeichukua na naipenda sana, ni hiyo ya rebuilding, ujenzi wa Tanzania mpya. Na ukaisisitiza, na ameisisitiza, na naona hii kwa kweli anania nayo. Na mimi ukiniuliza tunaanzia wapi kujenga Tanzania mpya, kwa kauli yake ile katiba mpya ambayo ameisema vile, katiba mpya. Na kuna watu wanataka kuonyesha kwamba katiba mpya ni kazi ngumu sana hapa Tanzania. Tulishafanya kazi karibu yote
nadhani kinachokwamisha katiba mpya ni mdudu ambaye ni rahisi kumfinya na kumuua. Tumalize mchakato wa katiba mpya. Watu wameshalilia sana katiba mpya. Lakini si unaona dhamira ya kumaliza? Nimemsikia yeye amekuja na nguvu mpya zaidi. Sawa sawa. CCM na uongozi wa siku za nyuma uliwahi kuahidi mara nyingi, waliwahi kuweka kwenye ilani, haikutokea. Lakini safari hii naona amekuja kivipya, na kwa kweli hatuna namna. Tusipokamilisha mchakato wa katiba mpya, kuna malalamiko, mimi nimehesabu hapa karibu 90 ambayo yanajibiwa tayari. Watanzania walishamueleza mzee Warioba na yaliingia pia kwa mzee Sita. Hawa wawili ni wataja. Mzee Warioba alikuwa mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba, tume. Halafu mzee Sita alikuwa ni mwenyekiti, Mungu amtangulie, alikuwa ni mwenyekiti wa bunge maalum la katiba. Na Mheshimiwa Rais Samia alikuwa ni makamu mwenyekiti wa bunge. Kwa hivyo na hazipishani sana. Mimi nimezilinganisha hii ya mzee Warioba na ile ya bunge maalum la katiba. Katika maeneo mengi hazipishani sana. Zimeleta suluhu ya malalamiko mengi ambayo tunayasikia. Asante sana. Sasa twende swali hili, nataka mnijibu kwa pamoja na muda wenyewe unatukimbia. Kwa mtazamo wenu sasa, mabalozi wana nafasi gani katika kutafsiri na kutekeleza hotuba hii ambayo ya Rais Samia? Balozi yupo. Balozi yupo. Karibu sana. Nafasi ya balozi katika kutekeleza yale ambayo Rais ameyazungumza. Tuanze kwanza kwenye kitu kuelewa. Maana unaweza kuwa ametoa hotuba pale na wala si wasielewa. Lakini ningewaomba viongozi wetu na balozi zetu zote zizingatie hii hotuba, iwe ni sehemu ya rejea yao ya siku hadi siku ili kuweza kuimarisha huko mbele. Sawa sawa. Hilo ni la msingi sana. Lakini vile vile kwa sababu wao mabalozi na wawakilishi wanakaa kule, lazima ujaribu kutazama ni katika maeneo yepi yanaweza kufunguka ambayo yanaweza kuwasaidia vijana wetu na taifa letu hili kusonga mbele kiteknolojia na vingine. Kwa sababu bila hivyo tutabaki tunafikiria tulipo ndipo tulipo, lakini na wenzetu wanazidi kusonga mbele. Kwa hiyo ninachojaribu kusema hapa ni kwamba mabalozi wetu bado waendelee kushikilia ile uchumi wa kidiplomasia. Wazidi kushikilia, waelewe matatizo ya wenzetu kule, na wao vile vile waje huku. Na nasisitiza kwamba vile vile mabalozi wetu mara kwa mara wapewe fursa ya kutembelea nchi yao hii. Sawa sawa. Kusudi waweze wakaelewa kinafanyika nini. Wao ni kiungo chetu, sisi ndio kioo chetu. Kuwepo kwao wao, kuelewa kwao kwa matatizo ya Tanzania ni makubwa. Kwa hiyo tunawabebesha mzigo mkubwa zaidi wa kuweza kuelewa zaidi Tanzania yao, wasome, wasikilize, waelewe dhamira ya taifa letu na dhamira ya wafanyakazi wetu, ili mradi lengo lile la kusonga mbele libakie pale pale, na wao ndio wapige chapuo huko bila kukosea. Sawa, kwako. Mimi nafikiri mabalozi na wanadiplomasia wanalo jukumu la kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa balozi ameeleza tuielewe hotuba yake, lakini nadhani pia lipo jukumu la kumsaidia, kwa sababu kazi hii si ya mtu mmoja. Kazi hii ni ya taifa zima. Lakini pia hao tunazungumza wanadiplomasia wa kwetu, lakini mimi nigusie pia wanadiplomasia wa nchi zingine, kwa sababu pale alikuwa anapiga zote. Alikuwa anazungumza na mabalozi, na naamini hata swali lako ndio linataka mabalozi wetu, lakini pia mabalozi hao aliokuwa anazungumza nao. Kwa kweli lipo jukumu la kuamini kwamba tunayo nia ya kutaka kuleta mabadiliko kwenye nchi yetu. Na kwa sababu hiyo Rais amezungumza mara 3, mara 4, mara 5 kwamba Tanzania inayo nia ya kuendeleza ushirikiano ambao umekuwepo miaka yote, na asitokee wa kuguna tena, ili tuweze kuhakikisha kwamba nchi yetu inatoka hapa tulipo tunakwenda mahala ambako. Tunamalizia ujumbe wa kuimarisha usalama. Ni ujumbe umesisitizwa sana na umeelezwa sana na katika hotuba ile. Una nafasi gani nzito katika kwa mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao hapa nchini? Deusi, naamini alikuwa hazungumzii usalama wa mtu kutokabwa shingo tu. Naamini alikuwa anazungumza usalama kwa maana pana. Manake bila usalama hakutakuwa na maendeleo. Umeona zile siku chache tu za uchaguzi 29 mpaka tarehe 1-2,
Hakuna mtu alikwenda Kariakoo. Jiulize, mizigo maana yake ilikuwa imelala pale bandarini. Kama Kariakoo hakuna watu, maana yake mizigo, maana yake mzigo haujatoka bandarini, haujaenda Kariakoo, lakini mzigo haujapakiwa kwenye kontena, na hakuna gari niliiona mimi ikitembea kwenye hii barabara ya kutoka Dar es Salaam mpaka Kapiri Mposhi. Hakuna gari, lori ilikuwa imebeba kontena. Kwa hivyo nafikiri usalama na uongelewa Mheshimiwa Rais ni huo mpana wa kwamba hapa patakuwa mahala salama, na hii kwa nafasi yake kama amiri jeshi mkuu ndio nafasi yake hiyo, kwamba patakuwa salama kwa ajili ya shughuli zote za kuweza kuleta maendeleo kuweza kuendelea, ili kuvutia wawekezaji, si ndio maana yake? Kwa sababu mbalimbali, hata kwa Watanzania ujumbe ule ulikuwa unaenda hata kwa Watanzania kwamba mtakuwa mko salama, mko huru kuweza kwenda Kariakoo. Kuna watu, ndugu yangu, wasipokwenda Kariakoo asubuhi, asipoenda Kariakoo hakuna kula siku hiyo. Ni lazima aende ndipo akapate 3500 aweze kula jioni. Asante sana Deus. Kwa kuhitimisha, labda kwa sekunde chache sana, kila mmoja wenu nimpe nafasi ya kutoa ushauri wake kwa hotuba hii ambayo tumechambua leo katika kipindi chetu cha Mizani. Balozi, nikupe nafasi hiyo. Ningeanza bismillah, tuwe na subra kwamba ni vizuri watu tuelewe kwamba nchi inapokwenda haiendi kama kuna wakati lazima subira watu waelewe, lakini vile vile wananchi wote, wasomi na wengine, wajitahidi kuelewa dhamira ya rais wetu, wamwelewe ili tuweze kushirikiana kwa pamoja, tusonge mbele. Nia yetu sisi kurudi nyuma kama taifa hata kidogo. Tumefikia mahali pazuri, tusonge mbele, tuelewe dhamira za viongozi na serikali yetu, ili mradi taifa letu liende mbele kwa miguu yote. Asante sana Deus. Mimi nilikuwa na ushauri, watu wanasubiri. Mimi nilikuwa na ushauri kidogo tu. Kwanza, ipo haja kwa wasaidizi wanaomzunguka rais kuhakikisha kwamba hawamwangushi rais. Rais akitamka maneno kama haya ya kuwaahidi wa Tanzania na kuiahidi dunia, halafu wasaidizi kwa sababu nimesema mambo yote haya hata yatekeleza rais mwenyewe. Wasaidizi katika siku za nyuma hapa Tanzania na katika nchi zingine waliwahi kukwamisha maono mazuri ya viongozi wa kitaifa. Ninaonya, kwa kukwamisha ndoto hizi nzuri za rais, tutakuwa tunaliangusha taifa letu. La mwisho, katiba mpya. Tusipotengeneza katiba mpya, tusipokamilisha katiba mpya, nchi hii naiona kwa taaluma yangu ya uchambuzi na kwa kutembelea nchi zilizowahi kupata misukosuko duniani, tunaweza tukaingia kwenye msukosuko mkubwa sana. Asante sana Deus Kibamba, maoni yake na ushauri wake huo ameutoa katika kipindi hiki cha Mizani. Na kushukuru sana Balozi Christopher Liundi, mwana diplomasia mstaafu, mwana habari mkongwe huyu wa zamani, mtumishi wa umma. Asante sana kwa kushirikiana nami. Na kushukuru sana Deus Kibamba, na kushukuru sana akitokea vile vile jukwaa la katiba. Kwa hivyo anachosema ni kitu ambacho kipo katika moyoni mwake na anakitamani, na vile vile nikuombe Mungu basi ikitokea nafasi hiyo ushiriki na wewe katika mchakato. Nikuombe Mungu. Mimi niko tayari. Asante sana. Na mtazamaji, nikushukuru sana kwa kushirikiana nami katika matangazo haya ya dakika takriban 25. Rais amesema, dunia imesikia, katika shughuli ama sheri party, sherehe maalumu ambayo imewakutanisha mabalozi na wanadiplomasia ambayo ilifanyika Ikulu huko Dodoma. Na kushukuru kwa muda wako, sina la ziada. Mwisho wa kazi hii ni maandalizi ya kazi nyingine. Mimi ni Jamal Hashimu, mtumishi wako, hadi wakati mwingine tena.